na kubwa zaidi hapa nataka kuzungumza naye mawili tu kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa siku hii hapa ya leo, na hapa atazungumza naye kwa uchache sana. Mtumishi wa Mungu, kwanza umepokea mwaliko wa Simba na leo hii umezungumza pia kwenye madhabahu kuhusiana na mwaliko ule. Kwanza binafsi wewe umeupokeaje mwaliko huu wa Simba Sports Club, timu ambayo inashiriki michuano ya kimataifa na Jumatano anacheza na Al Masry, timu rokea Misri? Amen. Tunamshukuru Mungu. Kwanza nishukuru kwa mwaliko wao. Wengine wangeweza kualika hata waganga kienyeji, lakini wameona mtumishi wa Mungu wanialike. Kwa kwanza hiyo ni nuru katika mpira. Sio tu katika Simba. Hii tusiangalie Simba tu. Ni nuru kwa mpira wa Tanzania. Kwa sababu mpira mingi watu wengi wanajua kukimbilia madhabahu za waganga. Lakini ukiona wanasema tunaita nguvu itakao tusaidia. Tunaita mtumishi wa Mungu pia tunamwalika kwenye mchezo huu. Hilo ni jambo la baraka. Wangeweza kuita mtu mwingine. Kwa mimi niseme Mungu awabariki viongozi wa Simba. Wameonyesha nuru. Wameonyesha mwanga kwenye taifa. Kwa Simba ni mfano sasa wa kuigwa, maana kwa miaka ya nyuma, miaka mingi iliyopita, Simba anapocheza au Yanga anapocheza na timu nyingi, tumesikia wakiwa wanaenda kwa waganga. Imekuwa ikithibitika. Lakini kwa sasa wanakimbia, wachezaji wanakimbia madhabahuni, klabu kama Simba inakimbia madhabahuni. Na jana Ahmed Ali, msemaji wa Simba, alisema wamekuwa wakipitia changamoto ya kushindwa kuvuka kuelekea hatua nusu finali, wamekuwa wakiishia robo. Akisema wachawi ni wengi sana, lakini leo hii wameona kwamba waje kwako kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Mungu awabariki kwanza msemaji wa Simba, kwanza kiongozi wao, mwenyekiti, lakini msemaji pia. Mimi mwaliko kwanza nikiwa mbali kabisa, nilikuwa sikuwa Dar es Salaam. Nikapata taarifa. Nikasema moyoni mwangu hiyo ni nuru tu. Na ni nuru ambayo imeingia kwenye mpira. Kwa hiyo tunawaombea. Ushirikina lazima ufe na watu lazima waanze kutumia nguvu ya Mungu. Na tumeona wachezaji wengine tumewaombea, Mungu amewafanikisha mpaka leo. Wanaenda vizuri. Kwa tunaamini hata Simba wataenda vizuri. Wao wakazane kufanya mazoezi na sisi tutakazana kuwaombea. Mungu awabariki. Wanauliza maswali kwamba utaenda wewe kwenye mechi hiyo ama utaagiza watumishi wa Mungu? Nafikiri nimeeleza hapa. Ninazo ratiba nyingi za kazi. Kwa kama sitakuwa nimesafiri nitakuwepo. Lakini kama nitakuwa nimesafiri nitakuwa nje ya ratiba ya hapa. Maana yake lazima wataenda wachungaji wangu. Nimeisha waandaa wala ambao watakwenda kuniwakilisha. Sana unaambia nini mashabiki wa mpira pia wa nchi? Mashabiki wa mpira pia upande wa mechi hiyo ya Simba. Kama vile viongozi wa mpira walivyoamua kuanza kualika viongozi wa dini, basi hata mashabiki wamtegemee Mungu. Tuamini Mungu. Waendelee kuwaombea wachezaji. Ni jambo la baraka. Kila mtu anahitaji dua itakayofanya Mungu amsaidie mtu mwingine. Shukuru sana. Amen. Asante sana. Yes, ni mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mamposa Bulldozer akiwa amemaliza ibada ya kwanza kongamano kubwa kabisa la ukombozi wa nyayo kwa ajili ya kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako, na amewaambia wanasimba kwamba mambo yanaenda kupasuka na nuru inaenda kung'aa katika mechi ya siku ya Jumatano katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Live kabisa hapa Rise and Shine madhabahu kwa Wangaza, bila David Pascal. Asili Jumatano Aprili 9. Gumzo, watu wanauliza maswali mengi sana. Mtume Boniface Mamposa Bulldozer anaenda pale kwenye hiyo mechi? Lakini kwa nini Simba wao wamemwalika Mtume Boniface Mamposa Bulldozer? Msikilize kwanza hapa afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hiki ambacho anakielezea. Kipi ambacho kinapelekea wao kumwalika Mtume Boniface Mamposa Bulldozer? Safari hii tumedhamiria ubaya bwela. Na tunapiga kila engo. Na tunakusanya kila nguvu. Na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Wachawi wengi ndugu zangu. Wabaya watu, msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya. Na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu finali siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa Ngurume Aradi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum
ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9, naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa Buldoza. Huyo ni semaji Ahmed Ally, hapo umemsikia. Anaelezea kipi ambacho kimepelekea wao kumwalika Mtume Boniface Mwamposa Buldoza wa Mataboru Kawangaze. Anakuambia wachawi ni wengi sana. Usione kwamba tunashindwa kuvuka hatua nusu finali mara kadhaa, mara zote. Wachawi ni wengi sana. Kuna watu wenye roho za kukunja. Kuna watu hawapendi mafanikio yao. Ndio maana awamu hii ameona pia amwalike Mtume Boniface Mwamposa Buldoza akawe tu mgeni maalum. Sio kwamba anaenda kwa ajili ya maombi, lakini anaenda kuwa mgeni maalum, atakaa pale juu jukwaani kutazama mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Sasa kwangu naona ni jambo zuri. Kuna watu wamekuja na hoja tofauti tofauti. Kwangu mimi naona jambo zuri ya mtumishi wa Mungu kualikwa, kwa sababu mtumishi wa Mungu pia ni miongoni mwa watu ambao wanapenda shughuli za kijamii. Amekuwa akiandika kwenye mambo mbalimbali ya serikali. Kwa hiyo hata kwenye mpira anaweza pia akaenda. Tafsiri ya watu wengi wanaweza wakasema kwamba akienda kwenye jambo la Simba labda watu watasema Mtume ni Simba, Mwamposa ni Simba. Hapana, lakini wao Simba ndio wamemwalika. Sasa akialikwa kwenye jambo la Yanga pia ataenda na mambo kama hayo. Kwa hiyo sioni kama kuna matabaka yote ambayo yanatengenezwa, zaidi ni watu tu kuendelea kutengeneza hizo perception. Lakini kumbuka mtumishi wa Mungu yeye pia ni binadamu. Kuna wakati lazima alikwe, na akialikwa naye pia anapaswa kwenda. Ni jambo tu la kawaida. Ni hapa tu kwetu watu wenye utindio wa ubongo, watu ambao wanafikira finyu, wanaweza kaongea vitu vya hovyo namna hiyo. Sasa Mtume Boniface Mwamposa atakuwepo kwenye mechi hiyo kama ambavyo Simba wao wamethibitisha, na wakiandika kabisa kwamba wachawi ni wengi, vikwazo ni vingi vinakwamisha, lakini wameona kwamba hawatamwacha mtu yoyote nyuma. Ndio maana wameona kwamba sasa wamwalike Mtume Boniface Mwamposa Buldoza BBM. Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba, leo hii wakiendelea kudondosha wale ambao watakuwa wageni waalikwa katika mechi hiyo. Sasa bwana, ukipita kwenye peji ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kumwalika mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwamposa Buldoza, kuna huu ujumbe niliupenda sana. Wameandika, safari hii tumedhamiria ubaya ubwela, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii. Umeona hapo amegusa watu wenye mchango mkubwa kwenye jamii. Anasema wachawi ni wengi sana ndugu zangu, kuna watu wamekunja nafsi kweli kweli. Kwa mantiki hiyo namtangaza mgeni mwingine maalum Mtume Boniface Mwamposa Buldoza. Tunafanya mazungumzo naye pia, ikiwezekana kesho tukawauzie tiketi waumini wao pale katika Mataboru Kawangaze Tanganyika Packers Kawe Dar es Salaam. Hiyo ni ya Mtume Boniface Mwamposa Buldoza ambaye amealikwa. Lakini mara baada tu ya kutangazwa kwa Mtume Boniface Mwamposa Buldoza, Ahmed Ally kupitia ukurasa maalum wa Simba Sports Club anasema leo asubuhi tulimtangaza mgeni mwingine maalum Mtume Boniface Mwamposa Buldoza. Hatuachi mtu safari hii, yupo hapa. Anasema nipo hapa kumtangaza mgeni maalum mwingine, si mwingine ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhaji Omar. Sheikh Walid Alhaji Omar, huyu ni afisa habari wa Simba, Ahmed Ally akiwa amemtambulisha na akizungumza hivyo. Kwa hiyo ameongea mengi sana kuhusiana na hiki ambacho wamekifanya. Wanaendelea kuwatambulisha hapa wageni waliko. Hii mechi imekuwa na wageni wengi sana mashuhuri na wageni wengi sana wa kiroho, kwa hiyo ni jambo ambalo Simba wanalitaka. Sasa tuje hapa kwenye story kubwa ya kwa nini Simba wanaalika watumishi wa Mungu. Kwangu mimi na furaha kubwa sana kuona Simba sasa wameanza kuamini pia nguvu za Mungu pia zipo, kwamba Mungu anatenda, kwamba Mungu anazidi kila kitu, kwamba kila jambo ambalo linafanikiwa Mungu anaweka mkono wake. Kila jambo lolote ambalo linahitaji kusonga mbele lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu, kitu ambacho miaka ya nyuma tulikuwa tunaona vilabu vyetu vilikuwa vinaamini zaidi masuala mengine kabisa ya giza. Wakati mechi za dabi zinachezwa au hata mechi kama hizi za michuano ya kimataifa, ulikuwa utasikia kwamba Simba Yanga leo wameenda kufanya kambi sehemu fulani, au kwenye mechi za dabi utasikia leo Yanga ameenda Bagamoyo, Simba ameenda Morogoro, Simba ameenda Bagamoyo, Yanga ameenda Mlandizi, Yanga ameenda Chalinze, Yanga ameenda Zanzibar, Simba ameenda Zanzibar. Hivyo tunasikia miaka ya nyuma, lakini pia hata wachezaji kitokea changamoto tunasikia kwamba wanaenda kwa waganga wa kienyeji. This time wachezaji wanaenda kwa watumishi wa Mungu. Tumeshuhudia wachezaji wengi wanaenda kwa Mtume Mwamposa kwa ajili ya kuombewa, lakini leo hii unaona unashirikisha viongozi wa kidini, na leo hii umesikia Mtume Boniface Mwamposa
wa madhabahu kwa Wangazi kama mgeni maalum, lakini pia Sheikh Walid Omar ambaye yeye ni mkuu ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa unaona namna ambavyo mambo yanakuwa